hata kama tumeokoka, zipo dalili zinaweza zikakuonyesha wewe kwamba unaishi katika mazingira ya dhambi isiyotubiwa. Nilikuambia mbinguni unaenda kabisa kwa sababu uliokoka ukazaliwa mara ya pili, uko ni mwana wa Mungu. Mbinguni unakwenda. Mimi sizungumzia habari ya kwenda mbinguni, nazungumzia katika maisha yetu ya kila siku ambao tunaweza tukaishi, japokuwa kwamba Mungu alitusamehe dhambi zetu, ni kweli, lakini tuliathirika na kitu kinachoitwa uovu tuliourithi kutoka baba zetu, mienendo isiyofaa. Sasa mtu akikwambia yote yalikwisha, mbona tabia mbaya bado zinaendelea japo kwa umetuambia umeokoka? Tuliona kipindi kile tunafundishwa semina, yule Simon mchawi aliamua kuokoka, lakini bado alikuwa na uovu ndani yake, alikuwa na tabia zinazozirudia. Hata Paulo mwenyewe mtumishi wa Mungu, pamoja na kwamba aliokolewa na Mungu, lakini bado alikuwa na vielementi vile vya uovu. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa tunataka tuone dalili kaza wa kaza zinazoweza kutuonyesha kwamba tunaishi kwenye mazingira ya dhambi isiyotubiwa. Zipo dalili zinazoonyesha kuwa mtu anaishi katika maisha ya dhambi isiyotubiwa. Ziko nyingi sana. Na mimi leo nitataka tukuonyeshe tu mifano ya baadhi ya tabia ama dalili zinazoweza kukufanya kuona na kugundua kwamba kumbe kwa maisha haya ninayoyaishi ni kweli kabisa ninaishi kwenye mazingira ya dhambi isiyotubiwa. Dalili ya kwanza ni hii hapa. Yaani kupenda kutenda mema, lakini unajikuta unatenda mabaya kila wakati. Yaani hiyo ni dalili ya kwanza ya kukufanya ujue kwamba unaishi katika mazingira ya dhambi isiyotubiwa. Dalili ya kwanza ni hii: kupenda kutenda mema, lakini unajikuta unatenda mabaya kila wakati. Kupenda kutenda mema, lakini unajikuta unatenda mabaya kila wakati. Kwa kitabu cha Warumi ile sura ya 7 mstari wa 14, control kama unaweza kutuwekea kitabu cha Warumi ile sura ya 7 mstari wa 14, tutakwenda mpaka ule mstari wa 23. Warumi, kile kitabu cha Warumi ile sura ya 7 mstari wa 14 hadi ule mstari wa 23. Warumi, kitabu cha Warumi ile sura, huyu ni Paulo anazungumza. Anasema, kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Huyu ni Paulo. Mstari wa 15, mnakumbuka Paulo alikuwa anaitwa Sauli, mstari wa 15, mstari wa 15, mstari wa 15 anasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi. Yaani anatamani kusema ukweli, anashindwa. Lile nipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayatenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Huyu ni mtumishi huyu wa Mungu, huyu ameokoka kabisa. Mstari wa 18, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati nafasi ya kulitenda. Najikuta natenda mabaya, najikuta nasema uongo, nakuta nasema umbea, na mambo kaza wa kaza, na kunywa pombe, navuta sigara na hivyo. Lakini huyu mtu ameokoka kabisa. Mstari wa kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Mstari wa 19, kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Mstari wa 20, kwa basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu, bali ni ule uovu ukaao
ndani yangu, bali ni lile tabia nilizozilisi kutoka baba yangu ndizo zinazotesa nafsi yangu, zinatesa nafsi yangu, zinatesa roho yangu, zinatesa mwili wangu. Kwa nini? Dalili inayokufanya ujue unaishi kwenye maisha ya dhambi isiyotubiwa ni lile ambalo unatamani kulitenda katika maisha yako, lakini unajikuta unatenda baya kila wakati. Hiyo ni dalili mojawapo ya kukuonyesha kwamba uko kwenye maisha ya dhambi isiyotubiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dalili nyingine ni hii hapa. Kuwa na tatizo linalofanana na la ndugu yako mlie naye katika familia ama ukoo wako. Unajikuta una tatizo linalofanana na ndugu yako mlie naye katika familia ama ukoo wako. Mfano, naweza mkajikuta kwenye familia mna tatizo la sukari, watu kadhaa kwenye hiyo familia. Naweza mkajikuta kwenye hiyo familia mna ugonjwa wa pressure, watu kadhaa kwenye hiyo familia. Naweza mkajikuta kwenye familia hiyo wagonjwa wa kansa wapo. Naweza mkajikuta kwenye familia hiyo watu wasiopungua ni kwamba kwamba wanachukua tu mimba wanakuwa nazalia tu nyumbani. Naweza mkuta kwenye familia hiyo watu hawazai. Naweza mkakuta kwenye familia hiyo mnaoa, mnaacha. Mnakuwa matatizo ya kufanana fanana. Kwa babu lilitokea hivi, kwa mjukuu lilitokea hivi, kwa baba hivyo. Hivyo kwenye familia mna kila kitu, tabia fulani hivi, matatizo fulani hivi, kama vile yanafanana. Yanafanana, ni kweli yanafanana. Huyu alikufa kwa kujinyonga, ndugu yake nene akaja kwa kujinyonga, wanakufa kwa ajali, wanakufa kwa ugonjwa fulani. Wote wanakuwa nakufa kwa ugonjwa huo tu. Mna matatizo ya kufanyaje? Ya kufanana kwenye ukoo, kwenye familia. Sasa ukishaona hayo matatizo ya kufanana kwenye ukoo, kwenye kabila, kwenye familia yako, hiyo inakueleza kabisa na kukuonyesha kwamba uko kwenye maisha ya dhambi isiyotubiwa. Hebu tuone mfano huu kwenye Samueli wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 31 hadi ule mstari wa 33. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 31 hadi mstari wa 33, Biblia inasema, angalia siku zinakuja nitakapoukata mkono wako na mkono wa mbali ya baba yako, hata nyumbani mwako hata kuweko mzee. Unaona hii familia sasa kama vile wana matatizo ya kusema, hawatakuwako mzee. Angalia mstari wa 32, nawe utalitazama teso la maskani katika utajiri wote watakapopewa Israeli, wala nyumbani mwako hata kuwako mzee milele. Tena mtu wa kwako ambaye sitamtenga na madhabahu yangu atakuwa mtu wa kukupofusha macho na kukuhuzunisha moyo. Tena wazao wote wa nyumba yako watakufa wapatapokuwa watu wazima. Unaona familia kama hii unayoiona wana matatizo ya kufanana. Watu wanaofika tu umri wa miaka 18 hawawezi kufika huko kwa sababu wameambiwa kabisa hakutakuwepo na mtu mzima kwenye hiyo familia. Na vile vile hakutakuwapo mtu mzee kwenye hiyo familia. Maana yake ukichungulia hiyo familia wanakuwa na tatizo la kufanana. Huwezi kumuona mzee, huwezi kumuona mtu mzima. Unaweza kukutana tu na watoto. Sasa watoto maisha yao ukoo wote kwa na watoto tu, wakifikisha umri wa kuwa mtu mzima wanakufa. Kwa hiyo nimejaribu kukuambia, chunguza kwenye familia yako, kwenye ukoo wako, hata wewe unayenisikiliza sasa, ni tatizo unaloliona kwenye ukoo wako na familia yako, yale yanayofanana. Mtu anaolewa anazaa nyumbani, huyu anaoa kaka mtu anaacha, huyu anaugua kansa, mjomba mtu aliugua kansa, huyu mama aliugua kansa, babu naye aliugua kansa, alikufa na kansa, alioa akafa, akamuingia tena yule akafa. Vile matatizo ya kufanana. Mjomba kaka mtu alifanya hivi, matukio ambayo kama vile yanafanana.
Huyu naye alipoolewa akazaa mtoto mmoja, yule naye akazaa mtoto mmoja. Yaani mnafanana. Hauwezi kuvuka ukazaa mwingine wa pili. Ukoo ule dada mtu hajawahi kuzaa, mdogo mtu hajawahi kuzaa, huyo naye hajawahi. Hivyo. Yaani sukari, huyu ana sukari, baba mtu ana sukari, mjomba na wengine wana magonjwa ya miguu, yani babu ana mgonjwa wa miguu, mtu naye ana mgonjwa wa miguu, huyo naye ana yani pressure haiishi kwa babu, kwa bibi, kwa mjomba, kwa wajukuu, hivyo yani vinaendelea vitu vinakufanana. Alafu mtu unaona vitu vya kawaida tu japo umeokoka unasema Yesu aliyamaliza pale msalabani. Ni kweli aliyamaliza pale msalabani, lakini tunayo nafasi hata sisi tunapofika mahali tukagundua siri hii kwamba tunaishi kwenye maisha ambayo kiukweli tumerithi uovu kutoka baba zetu. Hivyo vinatufanya tuathirike na maisha yetu ya kiroho ya kuendelea kumtumikia Mungu. Tuone kuna ugumu fulani ambao tunaendelea kupata katika maisha yetu tunapokwenda kumtumikia Mungu katika kweli roho na kweli. Tunajikuta sasa tunazuiwa kutokuendelea, kutokusonga mbele na maisha yetu ya wokovu kwa sababu ya matatizo yanayofanana kwenye ukoo, kwenye familia zetu, kwenye jamii inayotuzunguka. Tuelewe kwa dalili hiyo kwamba tunaishi katika maisha ya dhambi isiyotubiwa. Tumeiona hii familia ambayo imeishi kwenye tatizo hili kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoona kwenye familia yako mna matatizo ya kufanana, ujue kabisa kwamba unaishi kwenye madhara ya dhambi isiyotubiwa. Mfano wa tatu, dalili ya tatu hii hapa. Tatizo kuchukua muda mrefu bila kupata ufumbuzi kwenye familia, kwenye ukoo, mahali popote pale. Ukiona tatizo limechukua muda mrefu bila kupata ufumbuzi, basi uelewe hiyo familia, hiyo nchi ama ukoo huo unaishi kwenye madhara ya dhambi isiyotubiwa. Ile kitabu cha Samueli wa pili sura 21 mstari wa kwanza. Samueli wa pili sura 21 mstari wa kwanza. Tatizo kuchukua muda mrefu bila kupata ufumbuzi. Hiyo nayo ni dalili na kuonyesha kwamba unaishi kwenye maisha ya dhambi isiyotubiwa. Ama nchi inapita kwenye madhara ya dhambi isiyotubiwa. Ama ukoo unapita kwenye madhara ya dhambi isiyotubiwa. Tatizo limefika kwenye ukoo wenu, limechukua muda mrefu bila kupata ufumbuzi. Watu hawazai, hauoi, hauolewi. Umechukua hilo tatizo limechukua muda mrefu bila kupatia ufumbuzi. Tatizo ni nini? Hauzai, hauoi, haufanikiwi, hamsogei, hammalizi darasa la 7 wote, mnaisha tu darasa la 4, mnaisha form 2, mnaisha form 4. Yani tatizo linajirudia, halipati ufumbuzi kwa muda mrefu. Shida ni nini? Ile kitabu cha Samueli wa pili ile sura 21 mstari wa kwanza, Biblia inasema kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3. Unaona hilo tatizo limechukua muda mrefu, limechukua muda miaka mingapi? Hiyo njaa imetumia muda wa miaka 3. Kulikuwa na njaa siku za Daudi. Yani Daudi tu ndo ameingia madarakani baada ya Sauli kuondolewa kwenye ule utawala. Daudi anaingia madarakani, anakutana na ugumu katika utawala wake kwa kipindi cha muda wa miaka 3 mfululizo. Biblia inasema mwaka kwa mwaka. Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3. Mwaka kwa mwaka. Yani mwaka huu na mwaka ule njaa na mwaka ule njaa. Yani miaka 3 mfululizo. Hasa angalia hicho kifanya Daudi. Naye Daudi ikabidi autafute uso wa Bwana. Mwaka wa kwanza ilitokea akaona kama ni kawaida, hakutafuta uso wa Bwana. Mwaka wa pili ikatokea akaona ni kawaida, hakautafuta uso wa Bwana. Mwaka wa tatu ndio kamshtua, ili tatizo mbona halitapata ufumbuzi muda mrefu? Tumetembea kwenye njaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Ndipo Daudi anasema naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Unaona shida hiyo? Sauli anawaua wa Gibeoni, alafu nchi ya hiyo nchi alikuwa anaiongoza inaingia kwenye crisis ya njaa kwa muda wa miaka 3 mfululizo. Bwana Yesu asifiwe. Yani unaliona tatizo limechukua mwaka huu halijafuta ufumbuzi, mwaka ujao halijapata ufumbuzi, mwaka unaofuata halijapata. Alafu unaona kitu kama cha kawaida tu. No, sio cha kawaida. Inabidi uende mbele za Bwana umuulize Bwana, ili tatizo kulikoni limechukua muda mrefu? Mungu anasema, kwa habari ya kazi ya mikono yangu, kwa habari ya wana wangu, kwa habari ya watoto wangu,
niulizeni mimi. Sasa badala ya mtu ameona tatizo limetokea kwa muda mrefu halipati usugu, anakwenda kuuliza waganga wa kienyeji, anakwenda kuuliza miungu ambayo haina faida, haisemi, haifanye nini, zanazana ni kukudanganya tu. Unapotafuta habari kwa Mungu aliye hai, lazima atakwambia kwamba tatizo hili limetokana na 1, 2, 3. Daudi amepita kwenye hiyo nchi, kwenye mazingira magumu, akasema hapana, sijawahi kukutana na hii. Ndio ameingia tu madarakani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hii sasa anaingia rais mwingine, mfano tunakwenda kwenye uchaguzi, atokee tu rais mwingine aingie madarakani, alafu akutane na shida kwenye nchi, akutane na shida. Tatizo liende mwaka wa kwanza, tatizo liende mwaka wa pili, tatizo liende mwaka wa tatu. Tanzania waachelewe kusema vyuma vimefanyaje? Vimekaza. Issue sio vyuma vimekaza. Issue ni kumuuliza Mungu, kwa nini hili tatizo limetokea katika nchi hii? Mbona utawala ule uliopita tatizo hili halikuwepo? Kipindi cha Sauli kweli alitenda dhambi, lakini haikutokea njaa. Mungu anasema anakuja, Mungu ana tabia hii. Unaweza ukawa umekaa kwenye madaraka hayo ukatenda dhambi akakuacha. Lakini atakaye kuja kuchukua nafasi yako baadaye ndipo anaonyesha sasa, anaonyesha kosa ulilotenda wewe. Huyu aliyeingia anaonyeshwa kilichosababisha hali hiyo itokee, ili huyu aliyeingia mara ya pili afike mahali aombe toba kwa yule aliyemtangulizi wake aliyepita. Ndio maana Biblia inasema Mfalme Sulemani alipofika mahali akamkosea Mungu. Alipomkosea Mungu akaoa wale wanawake 1000. Mungu akasema, kwa sababu sasa umetenda haya, nitaulalua ufalme wako. Lakini sitaulalua kipindi wewe umekaa kwenye huo ufalme. Nitaulalua ufalme wako kipindi mwanao amekaa kwenye huo ufalme. Na hii naifanya kwa sababu nalinda heshima ambayo mtumishi wangu Daudi alinitumikia yeye katika kipindi hicho ambacho wewe ulikuwa umekaa. Badala yake wewe ukaja kalisi hicho kete. Nitaulalua na nitajisaizia huo ufalme kwa sababu ya mtumishi wangu Daudi. Unaona? Kwa hiyo Mungu ana tabia kama hii. Daudi alivyoingia kwenye huu utawala anakutana na njaa kwa kipindi cha miaka 3. Manake Mungu aliulalua ufalme akajisazia. Akamwambia Daudi atakapokaa pale sasa ataonyesha lile tukio ambalo lilimsababisha Mungu afanye hicho kitu kilichoonekana ni kwa sababu ya dhambi ya mtangulizi wake kutokuitubia. Kwa tunapoona majanga yanatumia muda mrefu bila kupata ufumbuzi, tunapoona matatizo yanatumia muda mrefu bila kupata ufumbuzi, tunapoona magonjwa kwenye familia yamechukua muda mrefu bila kupata ufumbuzi, tunapoona ziki imechukua muda mrefu kwenye familia bila kupata ufumbuzi, tunapoona shida fulani imetokea kwenye familia bila kupata ufumbuzi, tuelewe kwamba ni lazima tufike mbele za Bwana tumuulize Mungu, hii tatizo mbona limekuwa sugu kwenye familia yetu na halijapata ufumbuzi? Shida ni nini? Mungu analo neno la kukuambia. Shida ni 1, 2, 3 kama Daudi alivyoambiwa, ni kwa sababu ya Sauli kwa kuwaua Wagibeoni, ndio maana niliachilia njaa kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo. Mungu atusaidie tupate hii neema ya kugundua yaliyoko ndani ya familia zetu, ukoo wetu, matatizo ambayo yamechukua muda mrefu. Twende mbele za Bwana tumuulize Mungu, ni kwa sababu gani? Mungu huwa anazungumza na watu wake kila wakati. Pale ambapo unamsogelea Mungu na kufanyigeneza ushirika na yeye, Mungu anazungumza na kukupa shida ni nini na anakupa utatuzi wa jambo hili utalifanya nini. Daudi aliambiwa shida iliyotokea, na alipoishughulikia ile shida Daudi, mvua iliendelea kunyesha katika nchi. Nami nataka nikuambie, ukilishughulikia jambo hili kwenye ukoo wako, kwenye familia yako ambalo unaliona ni sugu, Mungu akikupa namna ya kulifanya, uwe na uhakika Mungu atalitatua na utaendelea kumtukuza Mungu katika maisha yako ya kila siku. Dalili nyingine, tatizo sugu kutopata ufumbuzi wowote. Tatizo sugu ni kama vile nafanana tu. Tatizo sugu kutopata ufumbuzi wowote. Hili tunasema kwamba hii ya kwanza tatizo kuchukua muda mrefu bila kupata ufumbuzi, lakini hili ni tatizo sugu kutopata ufumbuzi wowote. Tatizo sugu kutopata ufumbuzi wowote. Hii Mwanzo sura ya 4 mstari wa 12 hadi wa 13. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtolo na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikalia kubwa, haichukuliki. Ukiona tatizo limekuwa sugu
mbele zako, kwenye ukoo, kwenye familia, rudi magotini pa Bwana. Sauli alishindwa kurudi, Kaini alishindwa kurudi magotini pa Bwana, akamwambia Bwana, mbona adhabu hii imekuwa ni kubwa? Ni kweli imekuwa kubwa. Alitakiwa tu arudi mbele za Bwana, Bwana Mungu nisamehe, nirehemu, nitakase kwa damu yako. Na pale pale Mungu wetu ni mwingi wa rehema, usamehe dhambi, usamehe maovu, usamehe makosa. Si mwingi wa hasira. Angerudi tu Kaini mbele za Bwana na kutubu, lile tatizo sugu ambalo lilikuwa limeachiliwa mbele za ardhi kwamba haitampa mazao yake, Mungu angeliondoa. Mungu angefanya nini? Angeliondoa kabisa na singe kuwepo tena. Dalili nyingine ya 5, kuishi maisha yasiyokuwa na makao maalum. Yaani unaweza kujikuta unaishi maisha yasiyokuwa na makao maalum. Leo uko kwa mjomba, alafu nafika kwa mjomba wanakufukuza. Unaona kama vile wamekuonea yani. Unatoka tena unaenda kwa shangazi, unakaa ukakaa tu kidogo na kwenyewe wanakukataa. Wanakuambia bwana, tafuta pa kwenda, tafuta kazi ya kufanya. Unaondoka tena yani huna makao maalum, yani hauna identity maalum ya kwamba hivi huyu wewe unapatikana wapi, mwenzetu unapatikana wapi, yani huna kituo maalum. Leo uko hapo, kesho tunakuona kule, yani hauna ile huna ile address maalum ya kukuonyesha kwamba wewe unaishi wapi. Muulize ndugu yako, wewe unaishi wapi? Na unaishi wapi? Ndugu zako mbona unaga makao maalum, hatukuelewi. Yani wewe unakaa wapi? Yani hatuoni yani wewe. Yani kwa mjomba una kwa mjomba unaondoka. Tujue unakaa wapi mwenzetu? Hatukuelewi. Mara tunasikia huko Buza, mara unahamia tena Buza, tunakusikia tuna huko Manzese, mara tunamwambia tunakusikia tuko Mkocheni. Mbona una makao maalum? Tukuelewe unaishi wapi? Unaenda kwa rafiki zako, wanafika pale wanakukataa, wanakufukuza. Uelewi yani unaona kama vile yani wanakuonea fulani hivi. Ukija kanisani na kwenye huna ushirika na wenzako, unaona kama vile yani umetengwa fulani hivi yani. Yani ukiona hiyo dalili uelewe kwamba unaishi kwenye mazingira ya dhambi isiyofanyaje, isiyotubiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu atusaidie hili. Hii ni Mwanzo sura ya 4 mstari wa 12. Biblia inasema utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Sasa naangalia kale kamstari kale aya kanakofuata, kale kabii yake kanasema utakuwa mtolo na mtu asiye na kikao duniani. Utakuwa mtolo na mtu asiye na kikao duniani. Maana yake huna kikao maalum. Ukija hapa hauna furaha, yani huna furaha. Ukienda kwa fulani wanakukataa, ukienda kwa fulani wanakukataa. Yani unaweza kufikiri kwamba wanakuonea, kumbe ndani yako wewe ndio mwenye shida. Wewe ndio mwenye shida. Watakukataaje watu bila sababu? Kuna shida wakikukataa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kipengele cha mwisho ni hiki, magonjwa yanayofanana kwenye familia hata ukoo. Unaona magonjwa yanayofanana kwenye familia hata ukoo. Mnaugua kisukari wote, ukoo mzima. Mnaugua kansa, ukoo mzima. Mnaugua ugonjwa wa kukosa kinga mwilini, ukoo mzima. Yani mnaugua miguu, ukoo mzima. Mnaugua ukoma, ukoo mzima. Yani hivyo. Hiyo ukishaona dalili hiyo ujue kwamba mnaishi kwenye maisha ya dhambi isiyofanyaje, isiyotubiwa. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 5 mstari wa 27. Kitabu cha Wafalme wa pili 5 mstari wa 27. Maandiko yanasema basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele, naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama seruji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii unapoiona kwenye familia, ujue mnaishi kwenye madhara ya dhambi isiyotubiwa. Unaishi kwenye madhara ya dhambi isiyotubiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nini unapaswa kufanya? Yaani kuonyesha tu kwa kifupi unachotaka kufanya. Nini unapaswa kufanya? Ili uweze katika kutoka muunganiko wa kuishi maisha ya dhambi isiyotubiwa. Unatakiwa kufanya nini? Jambo la kwanza,
unachotakiwa kufanya kwa ufupi tu, unachotakiwa kufanya, tubu dhambi zako na dhambi za baba zako. Jambo la kwanza, tubu dhambi zako na dhambi za baba zako. Tubu dhambi zako na dhambi za baba zako. Cha kufanya, tubu dhambi zako na dhambi za baba zako. Tubu dhambi zako na dhambi za baba zako. Tubu dhambi zako na dhambi za baba zako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Hiyo ni Misali 28:13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Hiyo ni unatubu dhambi zako. Alafu dhambi za baba zako unatubuje? Kitabu cha Nehemia 1:6. Tega sikio lako, macho yako yafumbuke, upate kuyasikiza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako. Hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli, hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako, na mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Nimekuambia tubu dhambi zako na dhambi za baba zako. Yani hapo ndipo utajiwekea mazingira mazuri ya Mungu kukusaidia kukutoa kwenye madhara ya dhambi isiyo tubiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na uovu wa baba zenu na uovu wa baba zako. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na uovu wa baba zako. Kitabu cha Yakobo sura ya 5:16. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Hicho ndicho unachopaswa kufanya. Na hiyo Nehemia sura ya 9 hadi 4. Hata siku ya 24 ya mwezi huo mwana wa Israeli wakawa wamekusanyika, wakifunga wenye kuvaa magunia, wakifunga wenye kuvaa magunia na kujitia udongo vichwani. Waliokuwa wa uzao wa Israeli wakajitenga na wageni wote, wakasimama wakaziungama dhambi zao na maovu ya baba zao, wakaziungama dhambi zao na maovu ya baba zao, wakaziungama dhambi zao na maovu ya baba zao. Basi wakasimama mahali pao, wakasoma katika kitabu cha Torati ya Bwana Mungu wao muda wa robo ya siku. Robo nyingine wakaungama, wakamwabudu Bwana Mungu wao. Ndipo wakasimama madarajani pa Walawi, Yoshua na Bani na Kadimeli na Shebani na Buni na Shembia na Beniane, wakamlilia Bwana Mungu wao kwa sauti kuu. Bwana Yesu asifiwe. Pointi yangu ni hii, wakaungama dhambi zao na maovu ya baba zao. Wakaungama dhambi zao na maovu ya baba zao. Danieli naye sura ile ya 9 mstari wa 20 na 23 alivyoungama dhambi zake pamoja na maovu ya baba zao, Biblia inatuambia ule mstari wa 20, basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli, kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli, na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu. Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemuona katika njozi hapo kwanza akirusha upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni, akaniagiza akaongea nami akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi tafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Unaona sasa, Danieli ameamua kuungama dhambi zake na dhambi za watu wake Israeli ambazo walimkosea Mungu, kikawafanya wao waingie kwenye utumwa miaka 70. Danieli alivyoingia kwenye hiyo toba ya kwake yeye pamoja na baba zake, Mungu alimpa solution, alimpa ufumbuzi wa jambo hilo. Hata wewe naye nataka kuambia hivi sasa, unapoingia kwenye maombi mbele za Bwana, ukaungama dhambi zako na dhambi za baba zako, dhambi za uovu wa baba zako, wewe na hakika Mungu atafungua mazungumzo kati yako wewe na yeye, kukuambia tatizo hili sasa na kwenda kulishughulikia na kuliondoa, na wewe utabaki kuwa huru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Tunaelewana vizuri? Jambo la tatu, omba maombi ya kuondoa madhara. Omba maombi ya kuondoa madhara yaliyosababisha na dhambi isiyotubiwa kwa kutumia damu ya Yesu kwa imani. Omba maombi ya kuondoa madhara. Unamwambia Mungu, pamoja na dhambi hii niliyotubu, nimetubu dhambi zangu, nimetubu dhambi za baba zangu. Unakuja kwenye kipengele sasa cha kuimwaga damu ya Yesu, kwa sababu Biblia inatuambia katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Unaimwaga damu ya Yesu iondoe madhara ya magonjwa ya kulisi, iondoe madhara yale uliyoyalisi kwenye ukoo wako. Unaanza kutaja yale matatizo ambayo unayaona kwenye ukoo wako ni sugu. Damu ya Yesu imepewa uwezo wa kusafisha na kuyaondoa matatizo sugu, na kuondoa magonjwa sugu, na kuondoa tabia sugu. Zitaondoka utakapoitumia damu ya Yesu, kwa sababu ndani ya damu ya Yesu kuna uwezo wa kusafisha na kuondoa kitu kisichofaa. Kikaondoka kwenye familia yako, kikaondoka kwenye ukoo wako, kikaondoka kwenye biashara yako, kikaondoka kwenye familia yako, kikaondoka kwenye kazi yako, kikaondoka katika mazingira yote ambayo unaona kwako ni magumu. Damu ya Yesu ina uwezo wa kusafisha na kuondoa. Kwa hiyo omba maombi ya kuondoa madhara unayoyaona kwako ni madhara yamekuwa sugu kwa muda mrefu. Uona hakika damu ya Yesu ina uwezo wa kuyaondoa. Mimi ndimi, Biblia inasema mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako na upate kupewa haki yako. Kwa nini? Katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Mwaga damu ya Yesu, ondoa madhara ambayo unayaona kwamba kwako yamekuwa sugu. Mfano kwenye ile familia ya Sauli ya mtumishi wa Mungu Eli, tumeambiwa kwamba hapata kuwepo na mtu mzima, hata kuwepo na mtu mzee. Unayaondoa hayo madhara yanayoonekana kwamba kwetu tulisema kwamba hakutakuwa na mtu mzima. Naondoa hilo zara, naondoa hiyo matatizo, unayaondoa kwa sugu kabisa. Na baada ya hapo sasa unamwambia Mungu kwa kusema sasa unamwambia Mungu kwamba naondoa hayo madhara. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaondoa hayo madhara, basi Mungu anakusaidia. Jambo la mwisho, tumia sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu, ili sheria hiyo ikutoe kwenye sheria ya dhambi na mauti, kwa kudai haki yako na uzao wako, kwa kuwa uliahidiwa na Mungu kuwa itakuwa hivyo. Warumi sura ya 8 mstari wa 1 na wa 2. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya dhambi na mauti. Tukiona kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinasema hivi: mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto wao. Hiyo ni ahadi ambayo ilitolewa sasa na Mungu. Mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto wao, wala watoto wasiuawe kwa ajili ya baba zao. Kila mtu na uawe kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Ukishayaondoa hayo madhara, unatamka kabisa, kuanzia leo sitakufa kwa kosa la baba, sitakufa kwa kosa la bibi, sitakufa kwa kosa la... Kila mtu atauawa kwa dhambi yake mwenyewe. Hiyo unatamka hivyo. Hiyo connection unafanya nini? Unaikata katika ulimwengu wa roho. Yaani hili andiko linasema hivi, Musa anawaambia sasa wana wa Israeli baada ya kutoka kwenye ile nchi ya utumwa, anawaambia hivi, sikilizeni, Torati inasema hii ni ahadi, mababa wasiwawe kwa ajili ya watoto. Manake kuna dhambi za kulisi, si ndio? Manake baba wasiwawe kwa ajili ya watoto wao, wala watoto wasiwawe kwa ajili ya baba zao. Kila mtu na uwawe kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Hiyo connection unaikata kwa kutumia damu ya nini? Ya Yesu. Unatangaza kuanzia leo, sasa basi hakuna tena hukumu juu ya hao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya dhambi na mauti imeniweka huru mbali na dhambi, sheria ya dhambi kwa sababu ile sheria ya roho uzima imeniweka huru mbali na dhambi ya sheria, bali na ile dhambi na ile bali anasema kwamba kwenye Warumi 8, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu ya walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ulio katika Yesu Kristo imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sasa unatamka kuanzia leo sitakufa kwa sababu ya kosa la baba, sitakufa kwa sababu ya kosa la mama, sitakufa kwa sababu ya kosa la... Kwa hiyo kila mtu atauawa kwa dhambi yake mwenyewe. Unajua hizi tabia ziko kwenye damu,
Si mnaelewa kwamba tabia ziko kwenye damu? Hasa ile connection unaikata kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaingilia hapo kati kukusaidia wewe kuikata ule muunganiko wa makosa ya kulisi, kukukata kwenye maunganiko ya matabia ya kulisi. Mungu anaweza kukusaidia kwa stahili hiyo. Baada ya hapo unamshukuru Mungu. Mungu, nakushukuru kwa sababu umenitoa kwenye madhara ya dhambi isiyo tubiwa. Tusimame sasa, please. Ongozeni ule wimbo kumwabudu Mungu, tuombe. Nimekuambia unaweza ukatubia dhambi zako na dhambi za baba zako. Tubu dhambi zako na uovu wa baba zako. Baada ya hapo omba maombi ya kuondoa madhara. Unaona kwamba haya ni madhara yamenifanya mimi nipite kwenye wakati mgumu huu. Wewe mwenyewe unaanza kusema sasa madhara yapi unaanza kuyaondoa. Ondolee Mungu madhara. Baada ya hapo unatamka kuanzia leo sitalisi. Kuanzia leo dhambi ya baba, sitauawa kwa dhambi ya baba, sitaugua kwa sababu ya dhambi ya fulani, sitaugua magonjwa kwa sababu ya fulani. Kuanzia leo kila mtu augue ugonjwa wake mwenyewe. Kila mtu hivyo unatangaza. Kwa hiyo Mungu unapomtangazia hivyo, damu ya Yesu inafanya connection na kukata ule muunganiko. Ndio. Damu ya Yesu inanena mema, inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema, inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema, inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema, damu inanena mema, Inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema. Damu inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema. Damu inanena inatusafisha, inatusafisha, inatusafisha. Damu inatusafisha, 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 inatusafisha. Damu inatusafisha. Hebu twende mbele za Bwana kama ambavyo tumejifunza. Unaweza ukatubu dhambi zako na ukatubu na dhambi za baba zako. Baba, tunakushukuru kwa neno lako la uzima. Sante kwa rehema zako, kama ambavyo Bwana umetuambia afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ninajua nimekutenda dhambi mtumishi wako kwa mawazo, maneno, matendo, pengine hata kwa kutokutimiza wajibu. Baba, msamaha una wewe, rehema zina wewe, kombozi una wewe. Mungu, kwa neema yako ninaomba unifutie dhambi zangu, futa uovu wangu, futa makosa yangu ambao Bwana kila wakati ninakutenda kwa mawazo yangu, maneno yangu, matendo yangu, pengine hata kwa kutimiza wajibu. Kwa neno lako mfalme wa amani, ninakuja mbele zako nikiomba toba usiku na mchana. Bwana, unirehemu kwa dhambi niliyokutenda na dhambi tulizokutenda mimi na baba zangu, mimi na ndugu zangu, mimi na ukoo wangu, mimi na familia yangu. Baba, tumekutenda dhambi, tumekukosea Bwana kwa kutokusikia sheria yako, kwa kutokusikia maagizo yako, kwa kutokufuata zile ambazo Bwana umetuambia. Kwa lugha zako Bwana tukajikuta tumekukosea Bwana. Ndio maana Bwana tunaishi kwenye mazingira magumu, tunaishi kwenye nyakati ngumu, tunaishi kwenye mifumo migumu, tuko kwenye imani yenye mashaka.
Baba, kwa neema yako mfalme, uturehemu Bwana makosa yetu, utusamehe dhambi zetu Bwana. Mimi na ukoo wangu, mimi na familia yangu, mimi na kabila langu, mimi na nchi yangu, Bwana, tumekutenda dhambi, tumekukosea Bwana, uturehemu. Kama ambavyo umesema, ungameni dhambi zenu nini kwa nyinyi mpate kuponywa. Baba, kwa neema yako tunaungama makosa yetu Bwana. Tunaungama Bwana dhambi zetu Bwana. Tunaungama maovu yetu ya baba zetu. Tunaungama maovu ya baba zetu Bwana, tuliyokutenda kinyume na kusudi lako mfalme wa amani. Uturehemu Yesu wa uzima. Utusafishe Bwana uovu wetu. Safisha makosa yetu. Safisha uovu wetu Bwana, tuliyokutenda kinyume na wewe. Tunapoendelea kuziungama dhambi zetu Bwana, na dhambi za mababa zetu, na dhambi za ukoo wetu, na dhambi za familia zetu Bwana, kwa neema yako mfalme wa amani ukatuambia katika Torati, karibu vitu vyote usafishwe kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Tunaimwaga damu yako iondoe kila madhara yanayotufanya tusiendelee katika familia zetu, katika ukoo wetu. Tunamwaga damu yako mfalme wa amani, isafishe na kuondoa magonjwa ya kurithi, isafishe kuondoa matatizo sugu yaliyoko katika familia, isafishe na kuondoa matatizo yote, magonjwa ya kufanana, magonjwa ya kansa, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pumu, magonjwa ya miguu. Baba, damu yako isafishe na kuyaondoa madhara hayo, yasiwepo tena, yasiwepo tena, kwa nguvu ya damu yako Bwana, kwa nguvu ya damu yako Bwana, kwa nguvu ya damu yako Bwana. Madhara yoyote Bwana, iwe ni mapepo Bwana, yaondolewe kwa damu yako mfalme amani. Iwe ni vitu vya kurithi Bwana, viondolewe kwa damu yako mfalme amani. Damu itakasayo, damu inayoweza kuondoa, damu inayoweza kutusafisha, tunaiachilia damu yako Bwana. Isafishe na kuondoa matatizo sugu, isafishe kuondoa na magonjwa sugu, isafishe kuondoa laana, mateso tulioyarithi kutoka baba zetu Bwana, kama ambavyo Bwana ulituambia tufahamu ya kwamba ulitukomboa kwa damu ya thamani, tupate kutoka kwenye mienendo isiyofaa ambao tuliilisi, tuliichukua kutoka baba zetu Bwana. Tunaimwaga damu yako isafishe na kuondoa madhara yote katika familia zetu, katika ukoo wetu, katika nyumba zetu, katika kazi zetu, katika biashara zetu, katika huduma zetu. Iondoe kwa damu ya Yesu Kristo, iondoe kwa damu ya Yesu Kristo, iondoe kwa damu ya Yesu Kristo. Kama ambavyo Bwana ulisema, nitakurudishia afya na kukuponya jeraha zako mfalme amani. Tunaomba Bwana uturudishie uzima katika familia zetu. Rudisha baraka Bwana katika huduma zetu, katika familia zetu. Tubariki tena Bwana, tubariki tena Bwana. Turudishie afya, turudishie afya, turudishie afya kwa neno lako mfalme Bwana, na kutuponya jeraha zetu katika familia zetu, katika koo zetu, katika familia zetu, katika koo zetu, katika biashara zetu, katika kampuni zetu, katika taasisi zetu. Baba, uturejeshe uzima, uzima katika roho, uzima katika nafsi, uzima katika mwili. Uturejeshe Bwana kwa neema yako Bwana. Tunasimama kwa neno lako Bwana, kwa neno lako Bwana, kwa neno lako Bwana. Kama ulivyotuambia Bwana, hasa basi hakuna hukumu tena juu ya walio katika Kristo Yesu. Baba, tunatamka ya kwamba hakuna tena hukumu ya magonjwa itakayoweza kutukumba. Hakuna matatizo Bwana yatakayotukumba tena. Tunatangaza kuanzia sasa, iko sheria roho uzima ule katika Kristo Yesu iendelee kutuweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti, kama Bwana unapotuambia kwa neno lako, ukatuambia kwamba kuanzia leo mababa hawatauawa kwa ajili ya watoto wao, na watoto hawatauawa kwa ajili ya baba zao. Nasi tunatangaza asubuhi ya leo, natangaza asubuhi ya leo, sitakufa kwa sababu ya ugonjwa wa baba, sitakufa kwa sababu ya malaria ya baba, sitakufa kwa sababu ya kansa ya baba, sitakufa kwa sababu ya udhaifu wa baba, na baba hata kufa kwa sababu ya udhaifu wangu, kwa sababu ya makosa yangu, kwa sababu ya dhambi yangu. Nami natamka kila mtu atauawa kwa kosa lake, kila mtu ataubeba usalaba wake, kila mtu ataubeba usalaba wake kuanzia sasa. Kwa damu ya Yesu ninaachilia, naweka mpaka wa damu ya Yesu kutoka kwenye matatizo sugu na kuja kwenye ufalme wako Bwana. Ninaweka mpaka kati ya matatizo na mimi kuanzia leo. Matatizo ya baba sitayarisi, matatizo ya mama hata yarisi ya kwangu, na mama hata risi matatizo yangu. Kila mtu atarisi tatizo lake mwenyewe kwa damu yako mfalme amani, kwa damu yako mfalme amani. Ninajitenga mbali na udhaifu wa kila aina, najitenga mbali na tabia za kulisi, najitenga mbali na matatizo ya kulisi, najitenga mbali na
magonjwa ya kulisi kuanzia sasa kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo, wa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza kuwa sheria ya roho wa uzima ule katika Kristo Yesu, kuanzia sasa utaniweka huru mbali na makosa ya baba zangu, uniweke huru mbali na dhambi za baba zangu, uniweke mbali huru na makosa ya baba zangu, na uovu wa baba zangu, na makosa ya baba zangu, na udhaifu wao, na magonjwa yao. Sheria ya roho wa uzima ule katika Kristo Yesu, ninatangaza kuwa uhuru kuanzia sasa, mbali na mateso ya ukoo, mbali na mateso ya familia, mbali na mateso ya ndugu zangu, kwa damu ya Yesu Kristo. Sheria ya uzima ikaniweke huru sasa, nami natangaza niko huru kuanzia sasa kwa sheria ya roho uzima ule ulio katika Kristo Yesu. Huo ndio unaniweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Bwana Yesu, nakushukuru. Asante kwa ajili ya watumishi wako. Asante kwa ajili ya asubuhi njema hii ambao Bwana unaendelea kutusaidia, ambao Bwana unaendelea kutuonyesha namna ambavyo Bwana tunaweza tukashughulikia matatizo sugu, tunaweza tukashughulikia mambo ambayo Bwana yameonekana yamechukua muda mrefu. Baba, kwa neema yako umetusaidia. Uinuliwe Mungu. Endelea kuweka shauku ndani na mzigo ndani yetu, ili Bwana tuendelee kutafuta uso wako, kulia usiku na mchana, kama Nehemia mtumishi wako walifunga na kuomba. Baba, wakakuita wewe. Baba, ukaitika, ukasamehe dhambi ya Nehemia, ukasamehe na dhambi ya watu wake Israeli. Baba, kwa makosa walioyafanya, na ukawatoa utumwani, ukawatoa kwenye mateso, ukawatoa kwenye magonjwa, ukawatoa kwenye njaa, ukawatoa kwenye dhiki mbalimbali. Kwa neema yako Bwana, nasi tusaidie Bwana, tusiishie hapa, tuendelee kutafuta uso wako usiku na mchana kwa habari ya shida, matatizo yatokanayo kwa dhambi isiyotubiwa katika familia zetu, katika koo zetu. Baba, tunakushukuru. Uhimidiwe. Pokea sifa na ushukrani, kwa maana Bwana unaendelea kutusaidia. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Sasa kamata sadaka yako, tuende tuombe mbele za Bwana ili tuweze kumtolea Mungu matoleo yetu kwa mioyo yetu ya kupenda. Bwana Yesu, tunakushukuru mno kwa neno lako la uzima. Na sasa hii tunakwenda kukutolea matoleo yetu kwa mioyo yetu ya kupenda. Pokea sadaka hii Bwana, ikapate kibali machoni pako. Pitia sadaka hii uendelee kutusaidia, uendelee kutusaidia, uendelee kutuinua, uendelee kutubariki sawa sawa na neno lako, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Praise team, tuendelee na wimbo wa kumtolea Mungu sadaka. Ataona tufuatilie online, kuna namba ziko hapo, na Mungu atakubariki. Nitamtolea Bwana wangu, ila roho yangu tu. Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu, ila roho yangu tu. Baba, pokea sifa hizi Bwana, tena uzibariki Bwana, uzijaze baraka zako, pia na roho yangu. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya matoleo haya. Tunaomba Bwana ukaikubali sadaka hii, ikapate kibali machoni pako. Bariki mtumishi wako huyu aliyetufuatilia online sasa. Bariki sadaka yake. Endelea kumtunza na kumlinda kwa ajili ya utukufu wako. Bwana Yesu, naendelea kuwakabidhi mikononi mwako watumishi wako. Tutakapotoka mahali hapa, tutaendelea na shughuli zetu za kila siku. Na kupitia kazi ya mikono yetu, Mungu, uliahidi ya kwamba utatubariki. Baba, kupitia matoleo haya, kupitia sauti hii ambao Bwana wameisikia kutoka kwako, Baba, ukaamshe ari ya kuendelea kulifanyia kazi neno hili, kulitendea kazi kwa ajili ya utukufu wako. Baba, wabariki wanapoingia, wanapotoka kwa ajili ya utukufu wako. Ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na sasa kanisa, pokeeni baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende na amani ya Bwana.
Sina cha kujivunia ila neema yako, neema yako yanitosha. Sina cha kuwaonyesha ila neema yako,